Ripoti yetu ya leo inaangazia ni kwa nini Saudi Arabia ilishambulia Iran kwa siri. Saudi Arabia ilielekeza mashambulizi ya siri dhidi ya Iran kama hatua ya kujibu mashambulizi yaliyolenga taifa hilo wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mashambulizi hayo ambayo hayakutangazwa rasmi na yanaashiria hatua ya kwanza iliyochukuliwa kijeshi na Saudi Arabia dhidi ya Iran na jinsi taifa hilo lililo tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi. Saudia ilitangaza katika kipindi cha vita ambapo Marekani na Israel walikuwa wakishambulia Iran, na baada ya kuona kwamba Iran inarudisha mashambulizi, Saudia ilisema itakuwa tayari kujibu mashambulizi hayo, na kauli hii pia ilitolewa na Umoja wa Falme za Kiarabu, na ndio maana mataifa haya mawili yanadaiwa kwamba kwa siri mno yalifanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi la anga la Saudi Arabia, yanakadiriwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi. Alipoulizwa kuhusu shambulizi hilo, afisa mmoja mkuu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Saudia alikataa kutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu iwapo mashambulizi hayo yalifanyika. Lakini taarifa zinaeleza kwamba mataifa ya Ghuba yalianza kujibu mashambulizi. Mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Iran yanaonyesha kupanuka kwa mzozo unaoendelea. Tangu Marekani na Israel zilipoishambulia Iran, Iran imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya nchi zote sita za Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC, ikilenga si tu kambi za kijeshi za Marekani bali pia maeneo ya kiraia na viwanja vya ndege na miundombinu ya mafuta, pamoja na kufunga mlango wa bahari Hormuz, hatua ambayo imeathiri biashara ya kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pia umefanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal ambalo limeripoti mnamo Jumatatu ya wiki hii. Hatua ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kufichua hali halisi, hivyo ambavyo imekuwa ikifichwa kwa muda mrefu. Maafisa wa Iran na maafisa wengine kutoka mataifa magharibi wanasema Saudi Arabia ilijulisha Iran kuhusu shambulizi hilo, suala ambalo limeharibu uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ila mataifa hayo mawili kwa sasa yamekubaliana kusitisha mashambulizi baada ya Marekani kutangaza usitishaji wa mapigano dhidi ya Iran. Iran na Saudi Arabia, mataifa mawili makubwa ya Kiislamu Mashariki ya Kati, yamekuwa yakiwaunga mkono makundi yanayopigana katika migogoro inayoendelea katika ukanda huo. Makubaliano yaliyosimamiwa na China mwaka 2023 yalirejesha uhusiano wa mataifa hayo mawili, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa mapigano kati ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran na Saudi Arabia nchini Yemen. Hata hivyo, ikumbukwe Saudi Arabia, moja kati ya nchi ambazo zilihifadhi ngome za kijeshi pamoja na baadhi ya mali za Marekani, ilishambuliwa vibaya na Iran, lakini ni baada ya Iran kutoa taarifa kwamba Saudia isithubutu kutumika kwa anga lake kuishambulia Iran. Hii ndio sababu ambayo Saudia ilishambuliwa, kwa sababu iliruhusu Marekani kutumia anga lake kuishambulia Iran. Mtazamaji wa The World News, hiyo ni moja kati ya ripoti tuliyokuwa nayo kwa leo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.